Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha leo cha afya. Tutaenda kuongelea namna ambavyo unaweza kujua mtu ambaye moyo umesimama na namna ya kumsaidia kwenye mazingira yoyote ambayo yale unaweza kuwepo. Kwa kwanza, ukimkuta mgonjwa wako amelala chini, popote pale alipolala, either amelalia hivi au amelalaje, hakikisha unamrudisha analala kwa mgongo. Analalia mgongo. Cha pili, utaangalia response ya mgonjwa wako kwa kumuita, ujue je, yuko anahema, anaitika, moyo unadunda au la. Tunaangaliaje? Utampiga, either unajua jina lake au haujui. Hello, habari. Mgonjwa kama arespond, wakati unampiga, macho yako, mikono ikiwa inafanya kazi, macho yako yanaweza yakafanya kazi ya kutazama kifua. Je, kifua kinapanda na kushuka? Kama kifua kipandi na kushuka, at the same time unapiga na kuangalia kifua, masikio, kwenye sikio hapa utasikia kama mgonjwa anapumua, anatoa hewa na kuingiza, utasikia. Ukimuinamia mtu ambaye anapumua, unasikia anavyokupuliza. Kwa hiyo, ukiona vile vyote havipo, immediate, kwa haraka sana, unaanza chest compression, kukandamiza kifua. Na kifua tunakandamizaje na kwa nini tunakandamiza? Kifua tunakandamiza ili kusaidia moyo kusukuma damu, kupampu damu kwenda kwenye sehemu zingine za mwili, ili kuupa moyo, kusaidia moyo kufanya kazi yake. Tunaweza tukawa na watu wawili. Tunaweza tukawa na wanawake na wanaume. Kwa wanaume ni rahisi, unaangalia katikati ya kifua kwenye nipples, lakini kwa mwanamke pia katikati ya kifua. Kuna wanawake wa tofauti, kila mtu ana mwili wa tofauti na mwenzake. Katikati ya kifua tunajuaje? Tunaangalia kwenye, tunapima kutoka hapa kuja kwenye hiki kwenye mfupa huu wa kwenye kifua katikati hapa. Alafu katikati, ukisha pima namna hii, katikati hapa ndio kunakuwa ni katikati ya kifuani. Kwa hiyo wewe, mikono yako wakati wa kukandamiza moyo, tutaiweka katikati ya kifua. Ni katikati ya kifua. Utaweka mkono mmoja, alafu wa pili, ili kukurahisishia na kufanya kazi yako kuwa rahisi. Mkono wa pili unaweza kufanya namna hii, kupata nguvu na kuepusha kuchoka kwa haraka. Kwa hiyo tunaanza. Hii tumefanya taratibu kueleza namna gani ya kuapproach, namna gani ya kujua mgonjwa yuko kwenye hali gani. Kwa hiyo let's say, tuchukulie mimi nimeingia, nimekuta mgonjwa wangu yuko sakafuni. Naanza kuita mama, kifua kipandi, harespondi. Naangalia kama mapigo ya moyo yapo. Mapigo ya moyo unaangalia wapi? Unaangalia kwenye sehemu chini ya sikio, kuna kama kamfupa kameingia ndani. Kwenye pale ukikandamiza vidole viwili, unasikia kama kuna mapigo ya moyo. Utasikia ting ting ting. Nadhani kila mtu akijifanyia unaweza kusikia. Kama hakuna, tunaenda direct kwenye kukandamiza kifua, kusaidia moyo kufanya kazi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kwa mtu mzima tunakandamiza kifua mara 30. Ukifika mara 30, anapewa hewa kama mpo hospitali, au kama hata wale wanaomhudumia nyumbani wana utaalamu wa kumpa hewa. Wanampa hewa mara 2. Halafu utarudi tena, unakandamiza tena pale pale. Akishampa hewa kwa muda ule, hapo unarudi kukandamiza kifua. Moja, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Anapata tena hewa. Na kila baada ya dakika 2 tunaangalia kama amerejewa na mapigo ya moyo. Kwamba kama mapigo ya moyo yamerejea, tutaacha kukandamiza kifua. Lakini kama hayajarejea, basi tutaendelea
na mzunguko hule wa kukandamiza kifua mara 30 na kumpa hewa mara 2. Lakini pia niwakumbushe kwa wale ambao wako nyumbani hawana utaalamu wa kutoa hewa, utaendelea kukandamiza kifua, na kama utaona kwamba mgonjwa wako unayemhudumia amerejewa na fahamu, mapigo ya moyo, basi utaacha kukandamiza kifua. Na kama basi bado kwa muda ule ambao unajua kwamba mgonjwa wako amepata shida, kwa uharaka sana utapiga simu hospitali, kituo cha ambulance, alafu watakuja wakati wewe ukiendelea kumsaidia mgonjwa.